Mtazamaji wa Mchuchuma TV, leo hii tupo katika kitalu ambako kunazalishwa miche ya parachichi. Wengi mmekuwa mkijiuliza ni wapi mtapata miche ya parachichi, lakini leo tupo na mkulima ambaye anazalisha miche ya parachichi, pia ni mkulima wa parachichi. Leo tumefika katika kitalu chake ambako anauza miche yenye ubora na iweze kukunufaisha katika shamba lako. Karibu. Kwa jina naitwa Eligius Wela, ni mkulima wa parachichi na mzalishaji wa mbegu bora za parachichi. Tumepata mafunzo na watu wa Toski tukiwa Dodoma, tumejawapo tunaenda kuchaguliwa pale, tukapata mafunzo 2022. Kwa hiyo sisi tumepata mafunzo ya kuzalisha mche bora ili mkulima apate mche bora na akapate mazao yenye kiwango kizuri. Kuepukana magonjwa mche, lazima tumpate elimu. Ukizalisha mche sio kwa bora, unaosababisha mkulima apate hasara. Kwa hiyo kwa sasa sisi kama Madebe Avogarden tumekuja na mbinu mpya ambayo tupata mafunzo ambayo inaenda kutusaidia sisi kufika lengo la haya mazao. Kwa hiyo sisi tunazalisha mche ambao bustani yetu ipo kisasa zaidi. Kama mnavyoikuta bustani yetu ipo na shedo vizuri hapa, nyavu ambazo zinazuia mbegu nyingine siingie ovyo hapa. Pia naona tunazalisha chini hapa, tumeweka mbao inazalisha juu ya mbao, haigusi ardhi. Kwa hiyo unapochukua mche wako na kama unaugusa hivi, mche upo vizuri kabisa, haujaguswa ardhi yoyote, mizizi yote ipo vizuri kabisa. Kwa hiyo unapokuwa unafanya biashara ya mche, hakika unayechukua miche hiyo unamzalisha mtu vizuri, na yeye anaenda kuchukua mche akapate mche mzuri. Mche bora unapatikana kwetu kwa Madebe Avogarden hapa Kifanya, tukiwa tumepata mafunzo mazuri. Ukiona unachukua mche uliozalishwa bustani hiyo haijafuata vigezo, unaona wewe mkulima unapata hasara kubwa sana kwenye kilimo. Kwa hiyo tunavyoomba sana, cha kwanza ukishafanikiwa kuchagua shamba zuri, nenda kachague bustani nzuri ya kunazalisha miche mizuri. Kwa hiyo chaguzi hizi mbili za kufanya wewe uweze kuwa na shamba bora, miche bora lenye uzalishaji mzuri. Kwa hiyo tunaogopa sana wakulima wengi wameingia kwenye biashara isiyokuwa sahihi. Yaani anaenda kuchukua mradi mche, amesikia mtu anauza mche anauzwa shilingi 3,000, shilingi 4,000, shilingi 2,000, anajua mche ndio halali, anapata bei ndogo. Kumbe hapo ameenda kununua magonjwa ambayo anaenda kuyapeleka shambani kwake, mwisho anaona matunda yazai, hayapati, anakuwa na magonjwa, kutumia gharama kubwa kwenye matibabu huko, kiweka madawa, hakuna kitu anachoweza kufanikiwa kwenye zao la parachichi. Sawa. Pengine mche huu ulipo sasa mpaka ulipofika hapa, ni gharama kiasi gani umeutumia kufikisha hapa, na una muda gani mpaka sasa? Huu mche umeona mwenyewe ulivyokaa saizi hapa, una afya bora kabisa unavyoona. Huu mche umewekwa hapa mwezi wa kwanza. Leo tunafanya grafting hapa, utoa hapa, tunaweka aina ya hasi kikonyo cha hapa, ndipo unapata mche bora kwenda kupanda aina ya hasi. Hii ni eneo ni tunda la kienyeji unavyolikuta peke lake, lakini peke lililotritiwa vizuri, limekuwa hapa kwenye udongo mzuri. Tunafanya budding, kwa Kiswahili budding, lakini Kiswahili sanifu ni grafting, yaani kutengeneza mche mwingine kuunga hapa ambao unataka wewe ukaende shambani ukafanye kazi ambayo kuotesha mbegu bora unataka uweke hapa. Unaweza kuweka aina hasi, fwete au exikulu inaitwa, mbegu yote ambayo nawe ni nzuri kwenye soko lako. Lakini sisi hapa bustani yetu tunazalisha miche aina mbili tu, aina ya hasi na fwete, ambayo sasa kwenye soko ndo imo kwa asilimia kubwa, ambayo imeshika soko la Tanzania. Sawa. Na sasa hapo umesema kuna mbegu tofauti ambazo mnazalisha hapa shambani, aina mbili, fwete na hasi. Sasa wewe bei zake zipoje? Kwa maana hasi na fwete utofauti wake upoje na bei zake zipoje? Mche uzaji wa bei ni mche bei moja, iwe fwete iwe hasi. Ila hasi ni tunda ambalo sasa linachelewa, kwanza sifa yake linachelewa kukomaa. Yaani ukinaposafisha kwenda nje za nje linachukua muda, yaani uvivaji wake unachukua muda mrefu. Pia na sifa na mafuta mengi, yaani na virutubisho vingi. Unavolila kwanza utamu tofauti. Unakwenda kwenye hasi inapungua kidogo, utofauti na ukuta. Kwa hiyo hata kwenye kuiva naiva haraka fwete. Sawa. Hii fwete yani ukiichuma nenda, ila kwenye soko la mafuta halichagui hasi wala fwete. Na yeye naenda moja kwa moja. Sawa.
Lakini kwenye upande wa bei sasa, kwenye hii miche sasa, kwa maana kwamba mtu akija kwako sasa anakuja kununua hii miche, utofauti wake upoje kwenye upande wa bei na mtu akiwa anahitaji? Huu mche unaona kwenye kiliba hiki kikubwa hiki ni shilingi 6,000. Tukishafanya tayari kwa kwenda shambani, tukishaandaa tayari kwenda shambani, unakuja kwenda unapata kwa shilingi 6,000, ambao sasa upo mkubwa, liba yake ni kubwa zaidi hapo, inauzwa 10,000 hadi 15,000. Kwa ndio maana utakuwa ni kubwa zaidi ile mche ambao unakuwa haupungui mita 1. Sasa mche ukishakuwa na mita 1 ni ukienda kuweka ndani ya miaka miwili unaanza kupata matokeo. Kwa hiyo na sisi bei tutakuwa tumekupandisha kwa sababu tumeandalia mche kwa gharama kubwa. Sasa kama mimi nimeandaa gharama ya shilingi 8,000 na mimi nikuuzie 10,000. Tumeona kwamba kuna watu wengi wanazalisha miche ya parachichi mtaani. Labda miche gani hasa mtu akitaka kununua ili aweze kwa mfano akiharibikiwa shambani kwake iwe rahisi kwenda kulalamika kwenye mamlaka zinazohusika na hizi mbegu? Kwa kweli mkulima na mshauri sana anavyomuomba. Yaani hao wanaozalisha miche wamesikia mche ni biashara. Yeye atafanya biashara, atakuwa chowe matatizo. Cha kwanza, anayeuza miche yote muulize yeye ni mkulima. Akisema yeye ni mkulima, kuonyesha shamba lake. Akionyesha shamba lake akupe mafunzo ya upandaji. Alafu ndio useme wewe nimekubali mkulima na shamba lako nimeliona. Kwa sababu pili, muulize historia ile bustani yake anapozalisha pale. Anazalisha kwa muda gani? Muulize amepata mafunzo toka TOSCI. Sababu serikali imeamua kugharamia watu wapate mafunzo ili waweze kupata mbegu bora, wakulima wasipate hasara. Wewe uko mitaani, watu wametokea tu wamezalisha mradi mche, wamesikia tu mche upo wa shilingi 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 hiyo, lakini wewe bado tu unang'ang'ania ule mche nimepata bei rahisi. Cha bei rahisi ni jamani ni gari zaidi kuliko cha bei juu. Kwa hiyo mimi kuombe sana na wasisa na wakulima wasiende kwenye mabustani ambayo hayajasajiliwa, hayajulikani. Mimi ni baa kuja kujitangaza hapa au kuambizana nimeelewa naelewa ninachokifanya. Sasa mwingine hana hicho kitu, wana uzoefu wa miaka 10 kuzalisha mbegu. Sasa nakuja mimi niambia sio mzoefu. Najua magonjwa ya hili tunda. Mwambie huyu anaweza mbegu, anajua gonjwa la tunda. Anajua mizizi zinavyofanga, zinavyokuwa mizizi ya fangasi humo. Haelewi. Sisi tunakuelezea kwa magonjwa yapo kwenye haya matunda. Peke umechukua kutula peke la kienyeji, hujaifanyia utafiti, umeliweka. Umeenda kuchukua udongo tu kumezoa shamba lenye magonjwa, umeenda kuweka mbegu, umetengeneza, unaenda kusababisha wenzako kuambukiza ugonjwa. Ardhi, udongo lazima upime. Hakikishe udongo unafaa kwa hauna magonjwa yote, ndio tukazalishe mbegu. Kwa sisi tunaanzia kwanza kwenye udongo kupima, tunatreat udongo, tunaenda kuangalia mbegu, tunaitreat mbegu, tukiweka mbegu pale angalia bustani yetu. Haina yote ipo level moja naenda. Hii ni matokeo ya kuwa umeandaa mbegu bora, udongo mzuri, umekuja kuiweka hapa. Miezi michache tu hiyo hapa. Mwezi wa 8 hii mche utakuwa tayari kwenda shambani. Sawa, na hapa leo mwezi wa 4, mwezi wa 8 huu mche tushafanya grafting, unaenda shambani. Sawa, na hapa kuna miche mingapi kwa sasa? Si hapa miche tunazalisha kwa mwaka huu, tunazalisha miche kwa msimu bado tunaendelea. Lakini kipindi cha mwezi mpaka leo mwezi wa 4 tuna miche iliyopungua 80. Lakini sio 80 yote itatoka. Tukishafanya kuifanyia kuisort kila miche yenye grade kwenye grade, kila grade 1, grade 2, unaona tayari umepata miche 60,000 kwa utakayouza. 20,000 ni ile ambayo haina sifa na iondoa. Kwa sisi hatuwezi kuuzia hiyo miche ambayo haina sifa, hiyo tunaitupa sasa. Sawa, katika kitalu hiki kuna wafanyakazi wangapi ambao wanananiwa? Wafanyakazi wapo 5 wanaofanya kazi kitalu. Kwa hiyo tunaendelea kuzalisha miche kila msimu. Kwa hiyo sasa tutakuwa na msimu mzima wa kuzalisha muda mrefu miche. Cha kwanza sifa tuliyotengeneza, cha kwanza mche ukichukua miche 100, 3% ni ya kwetu. Ikienda kuharibika tunakurudishia 3%. Yaani miche iliyoharibika mle tunaangalia 3% tunagharamia sisi kukuletea. Kwa hiyo ukinunua miche 1,000, 3% wagawanya ni ngapi? Kwa hiyo 3% tunakupatia, tunaenda kuangalia ile iliyokuwa imeleta tofauti mle shambani, sababu huwezi kujua mche. Unaweza kusafirisha bahati mbaya ukatikisika sana. Ufika shambani ukashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo 3% ifikapo kama ichukua mwezi wa 4
tuwekee, au umechukua mwezi wa kwanza kuna panda, ifikapo mwezi wa 3 lazima umetoa taarifa ya asilimia zako ya miche iliyokuwa imeleta shida shambani kwako. Ukishaleta shida zile, sisi tunakurudishia 3% ya ile uharibifu ule ufaji wa miche iliyopo, kwa sababu tunaamini tunasaidia mkulima huyu awe rafiki yangu asiwe adui yangu, wa kutoa taarifa kamili. Pili, tutatoa huduma tukishaweka ule mche kwenye umeshanapanda shambani, sisi tunaanza kutoa ndani ya mwezi mmoja, tunaanza kupatia taarifa za mche wetu. Hiyo tunaanza huduma rasmi inaanza mwezi wa 6. Yaani ukishachukua wewe mche, sisi tutakuwa tunakupigia simu ndani ya siku 30, mche wetu unaendeleaje. Ndani ya miezi 6 utakuwa unapigiwa simu na watu wetu wa ofisini, bwana wewe umechukua miche kadhaa, hebu chupe maendeleo ya mche, unahitaji huduma gani hapo, umeweka mbolea gani ya kuimarisha mizizi, tunakupa taarifa, weka mbolea aina fulani ya kuimarisha mizizi. Msimu wa kuweka maji, tunaomba msimu andaa maji, anza kumwagilia mvua kabla zinakata, wewe utakuwa unapata taarifa hizo. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mfumo mzuri unaolinda mche wetu, sisi mche wetu na wewe tuishi nao tukununue miezi 6. Yaani tukununua mche uishi na tuishi mimi na wewe na ule mche, mawasiliano mazuri ni miezi 6. Baada hapo unaendelea wewe sasa. Pengine mwingine anataka kununua hii miche, labda unapatikana kwa mawasiliano gani? Labda mfumo wa kupata wewe na ofisi zenu zipo maeneo gani? Ofisi zetu zipo Kifanya. Kuna sheri moja inaitwa Igaba Filling Station, pale pana ofisi yetu pale. Kwa hiyo ukitaka location nzuri ulizia pale, ukifika Igaba pana sheri moja inaitwa Igaba Filling Station. Pale utatukuta ofisi yetu pale, mapokezi yanaanzia pale. Hapa ndio ofisini kwetu ambako tunaona tumeweka habari zote tunazozishughulikia hapa. Hapo nakuta pana maji, mambo ya maji yamekaa hapa, naelezea mambo ya maji, ubora wa tunda, jinsi tunavyo graft miche. Hapa vitalu vyetu unakuta taarifa zetu zote tunazofanya kazi ni hizi za kuhakikisha tunapata huduma ya mche bora. Tunapata huduma ya shamba linalofaa kwa kilimo, huduma ya maji shambani, yani maji yanapatikaneje. Unapata huduma ya mifumo ya umwagiliaji, unapata huduma ya upatikanaji wa samadi, yani ile mbolea ambayo tunataka kupanda kwenye parachichi, huduma ya mafunzo ambayo wewe tutakupatia mwanzo, yani unabidi ujue nini kuzao ili jinsi upande tu, huduma ya ushauri wa kilimo cha parachichi. Kwa hiyo tunapo kazi zote tunazifanya hizi. Ndio hapa na ofisini kwetu tumeanza. Sasa tuna mwezi mmoja toka tuanze. Kwa hiyo tumeamua tuanze mkakati. Tuandike taarifa kamili za kilimo. Sio tufanye hadithi ya kilimo, hapana. Kwa hiyo ni moja ambayo nataka tufanye mapinduzi. Yaani kama 2025 turudi nyuma, tulikuwa vitu tuliona tumefail, sasa tunakuja na vitu vipya vya kuwasaidia wakulima waweze kufanikiwa kwenye kilimo.